Leo ni siku ya milki bunifu Mei 21. Maadhimisho yamefanyika hapa Dar es Salaam katika ukumbi wa Johari Rotana. Mgeni rasmi akiwa ni Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Selemani Jafo. Lakini kipekee kabisa tumeweka hapa mjadala. Lengo ni kujua kuhusu milki bunifu na usajili wake, na vile ambavyo inaleta faida wewe kumiliki ubunifu wako. Tunaye hapa msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka BRELA, Nassor Mtavu, na atatuambia mengi kuhusu miliki bunifu kwa sababu ametokea pia kwenye kurugenzi ya miliki ubunifu ya wakala usajili wa biashara na leseni hapa nchini. Nassor, karibu sana ndani ya Alasiri. Asante sana Barkis. Na hongereni kwa maadhimisho. Tunashukuru. Asante. Nami nilipenda sana tuanzie hapa kwenye maadhimisho kwa sababu ndio leo yanafanyika, japokuwa kidunia wenzetu wametangulia. Kulikoni katika hili? Okay. Sawa kabisa. Kama ambavyo Barkis ametangulia kunitambulisha, mimi naitwa Nassor Mtavu, ni msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka kurugenzi ya miliki ubunifu ya wakala usajili wa biashara na leseni, ndio BRELA. Yes, tukianza na hoja ya Mr. Mponda kuhusiana na siku ya miliki bunifu duniani. Siku ya miliki bunifu duniani kama ambavyo inatambulika na shirika la miliki bunifu duniani, yani World Intellectual Property Organization, ni siku ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 26 ya mwezi wa 4. Na lengo hasa la shirika kuadhimisha siku hiyo ni kutambua wavumbuzi, kazi zao ambazo wamezifanya na namna gani zitafahamika kwenye jamii kwa mchango huo. Yes, hilo ndio lengo hasa la kwa nini shirika la miliki bunifu duniani limeona umuhimu wa kuadhimisha hii siku. Okay. Ndio. Sasa tukirejea hapa nchini. Yes. Leo ilikuwaje? Maadhimisho yalikuwaje? Vitu gani hasa ambavyo mlivifanya ndani ya maadhimisho haya? Okay. Pamoja na vitu ambavyo tumevifanya, lakini pia ningependa kuclarify kwa nini kwetu imekuwa leo tarehe 21 na sio tarehe 26 ya mwezi wa 4. Kama ambavyo inafahamika, kwetu tarehe 26 ya mwezi wa 4 ni siku ya kitaifa. Kwa hiyo hatuwezi kuadhimisha siku ya miliki bunifu duniani wakati tayari tuna siku ya kitaifa ambayo ni muhimu kuiadhimisha na ni lazima. Yes, siku ya muungano. Hakika. Yes, kwa hiyo ni katika eneo hilo. Lakini pia swali ambalo ameniuliza hapa Barkis ni kwamba tunapoadhimisha siku ya miliki bunifu duniani kwetu hapa Tanzania huwa tunakuwa na taarifa na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Kuna ambayo yanafanyika kabla ya tukio lenyewe na kuna ambayo yanafanyika siku yenyewe ya tukio. Na katika vitu ambavyo sisi kama BRELA na particularly kurugenzi hii ya miliki ubunifu imekuwa kama ni utamaduni kwetu, ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuitoa elimu hii kwa jamii. Lengo ni jamii kuelewa umuhimu, lakini pia ni kufahamu kwamba miliki ubunifu huwezi kuitenganisha moja kwa moja na maisha kila siku. Kabisa. Kwa kadri ambavyo tunatoa elimu, ni namna hiyo pia tunaamini uitikio ulivyo na watu wakafanya maamuzi baada ya kuwa wameelewa. Ndio. Mwitikio ukoje katika kusajili miliki bunifu? Nitalijibu katika nyanja mbili. Sawa. Tangu ofisi ya wakala yani BRELA kuanza operations zake mwaka 1999 tumekuwa tukitoa huduma hii, lakini mwitikio umekuwa ukibadilika kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Kwa mfano, ikumbuke kwamba kabla ya mwezi wa 3 mwaka 2018 wakala alikuwa akitoa huduma zake kwa njia ya kuleta nyaraka ofisini. Lakini baada ya hapo mapinduzi ya teknolojia, lakini pia kuona umuhimu wa huduma hizi kuingia katika mifumo, tumekuwa tukipokea maombi kupitia kwenye mifumo. Hivyo basi muamko nao umekuwa unaendana na kasi hiyo. Okay. Yes, kama ambavyo inaeleweka, unajua haya mapinduzi ya teknolojia kwa nyakati tulizo nazo, watu wengi sana wamekuwa wakitumia teknolojia hizi katika mambo mbalimbali. Sasa moja ya sababu kwa nini tumeona kuna umuhimu wa huduma hizi kuwa katika eneo hilo, pamoja na sababu zingine, ni kwamba hii itakuwa rahisi kuwafikia hasa vijana. Sababu vijana ni nguvu kazi, na ndio maana mara nyingi hata tunapotoa elimu katika maeneo mbalimbali, vyuoni na maeneo mengine, vyuo vya ufundi,
mara nyingi huwa tunasisitiza sana vijana waendelee kutumia akili zao kubuni, kuja na masuluhisho mbalimbali kwenye jamii, ili mwisho wa siku tuwe na jamii ambayo ina watu wengi waliovumbua, ili tujivunie bila shaka. Kwa mfano, kama isingekuwa uvumbuzi, kama isingekuwa miliki bunifu, leo hii nadhani ingekuwa ni ngumu kidogo mazungumzo yetu haya kuonekana moja kwa moja kabisa. Kama si miliki bunifu, leo hii Barkis, utakubaliana na mimi kwamba huenda ikawa hatujui namna gani tutaona muda huu tulionao ni saa ngapi. Kwa hiyo watu wameumiza kichwa, wamefikiri, wakaona kuna changamoto kwa jamii, wakaja na suluhisho. Sasa tunatumia suluhisho hilo. Ndio. Sasa tunaweza kupokea simu kupitia saa ambazo tumevaa. Yote haya yametokea kwenye, maana yake watu wanaendelea kubuni, watu wanaendelea kuvumbua. Ukuaji wa teknolojia umegusia hilo, na sasa vijana wanajikita huko sana, wanavumbua vitu ambavyo vinaendana na teknolojia. Pengine hii imeongeza pia kasi ya watu ambao wanasajili miliki bunifu zao. Bila shaka imeongeza kasi. Teknolojia hiyo ambayo tunaitumia kufikisha ujumbe kwenye jamii ni teknolojia hiyo ambayo jamii pia inapokea huo ujumbe na kufanya maamuzi. Statistics zinaonyesha kwamba idadi ya maombi kabla ya kuweka katika utaratibu huu wa kwenye mifumo imeongezeka zaidi kulinganisha na kipindi hiko. Ndio. Okay, kabla ya kwenda katika kufahamu namna ya kujisajili, pengine mbunifu, hasa kijana ambaye tayari ana kazi ya ubunifu wake pale nyumbani, anaweza kajiuliza kwamba kwa nini tayari amebuni kazi yake lakini anatakiwa amiliki ule ubunifu wake. Nadhani hoja yako ni umuhimu wa yeye kulinda ubunifu wake. Sahihi. Sawa, naomba nitoe mfano wa namna hii. Tupo watatu hapa. Kwa mfano, nimebuni kitu kizuri kabisa ambacho kimsingi kinaweza kutatua changamoto kwenye jamii kabisa, lakini sija share na mtu. Maana yake tatizo hilo kwenye jamii litabaki. Nikishare na mtu kwamba nimebuni kitu hiki, kuna mawili yanaweza kutokea. Anaweza yeye akawahi kumsajili na kumwambia kwamba nimebuni hiki kitu, naomba msajili ukitambue na nipate cheti. Hiyo ni hasara kwake. Kwa faida ni kwamba anapokuwa ameona huu ni ubunifu, anatakiwa afike ofisi za msajili mara moja, kuona namna ambazo anaweza kutumia kusajili ubunifu wake, ili tumtambue na tumpe kibali cha kutumia ubunifu wake kibiashara. Na mtu mwingine asitumie ubunifu. Na mtu mwingine asitumie. Na ndio maana mara nyingi tunatumia neno la kulinda. Kulinda maana yake dhidi ya nani? Unaweza kujiuliza. Yes, maana yake ni dhidi ya watu wengine kutumia. Ndio. Lakini pia kuna hii notion ipo katika jamii. Sawa. Unachokiwaza Nasor, naam, pengine ndicho ambacho anakiwaza Jafar. Ndio. Na si dhambi, kwa sababu wote wana akili na fikra. Ndio. Sasa unaweza ukaona kama hichi kitu nilikuwa nakifikiria na ndicho ambacho mimi nimekibuni. Kumbe kuna mwingine naye anawaza kitu kile kwa wakati ule. Kwa hiyo tunarejea pale kwenye kulinda. Sasa tunalinda vipi? Tunasajili vipi bunifu zetu? Sawa, nitawarudisha nyuma kidogo. Walau kuongeza machache kwenye maana ya miliki ubunifu. Tunapozungumzia miliki ubunifu ama intellectual property, tunahusisha maeneo mawili. La kwanza ni industrial property. Mtanisaidia Kiswahili chake, hii ni lugha ya kitaalamu. Lakini ya pili ni copyright. Hii copyright inasimamiwa na mamlaka zingine kama hivyo tunafahamu, kwa hiyo sitaigusia. Lakini hapa kwenye industrial property kuna mambo yafuatayo. Cha kwanza, kuna kitu tunaita alama za biashara na huduma, yani trade and service marks. Lakini ya pili, tuna kitu tunaita hataza. Hataza ndio ubunifu wenyewe sasa. Hataza. Yes. Na vitu vingine ambavyo sitavigusia kutokana na sheria haijaanza kufanya kazi katika maeneo hayo hapa nchini. Kwa kwenye haya maeneo mawili sasa nitagusa kidogo kuhusu hataza na hapa kwenye alama za biashara na huduma. Hapa kwenye hataza nikirejea hoja ya Barkis hapa, unaweza ukaja na wazo, lakini hili wazo lako lipo katika uvumbuzi ambao umeshafanyika tayari. Mfano, labda tufuate mfano wa simu. Inaweza kuwa ni nzuri zaidi. Simu tayari watu wameshavumbua.
na zipo pale. Kwa hiyo wewe ukisema umevumbua simu, maana yake sio kitu kipya, haina sifa ya uvumbuzi. Lakini simu inafanyaje kazi? Kama utakuja na vitu vya kuongezea kwenye hiyo simu na sisi tukajiridhisha kwamba hiki kitu ni kipya katika simu hakikuwahi kuwepo, na kuna changamoto inaenda kutatuliwa kwenye jamii kwa kutumia simu hiyo hiyo, ndio moja kwa moja mnasema una sifa hapa ya kuwa umebuni. Nasema hii kwa sababu moja ya sifa za ubunifu ni kwamba unachokuja nacho kiwe kitu kipya. Sasa huyu mbunifu anaweza kahofia kitu kipya na kitoa wapi? Kwa hiyo sheria imeenda mbali zaidi pamoja na upya wake, lakini vipo ambavyo vimeshagunduliwa tayari ama watu wameshavumbua, lakini kuna nyongeza. Hiyo nyongeza kama ina sifa ya upya, maana yake automatically una sifa ya kulindwa na kutumia hicho ulichokiongeza kibiashara. Sasa tuende kwenye utaratibu wa kulinda. Okay. Kwenye hataza utaleta maombi kwa msajili kwa njia ya mfumo kama nilivyotanguliza kusema awali. Tuambie huo mfumo tunavyoupata pia. Mfumo wetu unaitwa ORS, yani Online Registration System. Okay. Ambayo ili kuweza kupata huduma zetu, mtumiaji wa mfumo anapaswa kwanza kuwa na namba ya NIDA. Okay. Lakini pili awe na barua pepe. Hivi vitu vitamwezesha ku access ule mfumo. Uta create account, baada ya hapo utaweza kupata huduma zote ambazo BRELA inazitoa, ikiwa ni pamoja na usajili wa haya maeneo ambayo nimeyataja. Okay. Ndio. Okay. Ukishatumia mfumo, ndio unaweka taarifa zako. Mfumo ni rafiki sana. Yani kadri unavyoingiza taarifa ni katika utaratibu huo pia mfumo unakuonesha kinachofuata ni nini, isipokuwa tu tofauti iliyopo ni nyaraka ambazo utatakiwa kuwasilisha. Okay. Aina hii ya usajili inahitaji nyaraka hii na aina hii nyingine ya usajili itahitaji nyaraka hii. Mfano, unapofanya maombi ya kulinda hataza ama uvumbuzi, kuna nyaraka ambazo unatakiwa kuzileta kwa msajili. Moja wapo tunaita ni patent document, yani ni document ambayo inaeleza ule ubunifu wako umepitia njia zipi na kitu gani ambacho unataka msajili azingatie kwamba hili ndio eneo la ubunifu wako. Okay. Yes, lakini huku kwenye Trade and Service Marks inategemea unataka kulinda alama yako ama jina lako ambalo linatambulisha hiyo bidhaa au vyote kwa pamoja. Okay. Yes. Kwa hiyo kitakachofuata baada ya hapo kama ambavyo nimeeleza, utaingiza taarifa. Mfumo utakutaka uingize taarifa. Baada ya hapo kama alama yako inahusisha picha, basi mfumo utakutaka uweke picha vile vile. Lakini mwishoni, alama ukimaanisha logo. Yes, alama ni logo ya biashara. Logo, yes. Okay. Yes. Lakini mwishoni mfumo huu utatoa fomu ambayo ni matokeo ya taarifa ulizoziingiza. Okay. Ili mwisho wa siku huyu mtumiaji aweze kusign na kurudisha kwa msajili apokee, huyu mteja afanye malipo tuweze kufanyia kazi. Sawa, zaidi ya Online Registration System. Ndio. Nimeingia hapa kwenye mfumo wenu. Naam. Umetuambia matumizi ya mfumo ni rahisi sana hakika. Ndio. Kwanza unaweza kuchagua mpaka lugha, aidha Kiswahili ama Kiingereza. Yeah. Sawa. Ndio. Takuja kusajili hapa bunifu yangu. Karibu. Tuambie kuhusu gharama nazo. Ndio, hakika. Pengine watu wana bunifu zao wana hofu. Ndio. Kwamba nitamudu gharama za kusajili bunifu yangu. Ndio. Kurudisha nyuma pia. Tunatoa elimu juu ya huduma zetu hasa za usajili kwa sababu mbili. Ya kwanza kupeleka uelewa kwenye jamii. Lakini ya pili ni kuonesha kwamba hiki sio kitu kikubwa kama ambavyo mitaani watu wanakizungumza. Gharama ya usajili wa alama ya biashara, yani nembo ama logo kama ulivyosema, yes, ni shilingi 130,000. Ambayo utaratibu wake wa kulipa upo hivi. Unapoleta maombi kwa msajili kwa mara ya kwanza utalipia shilingi 65,000. Gharama hii tumeichambua mara mbili. 50,000 ni gharama ya kuleta maombi. 15,000 ni gharama ya matangazo. Kwa sababu sheria inatutaka tunapokuwa tumepokea maombi na kuyachakata ni lazima tutangaze. Ili sasa kuitaarifu jamii kwamba msajili anatarajia kusajili alama hii. Je, kuna mtu huko nje anaona inafanana na ya kwake, ili alete pingamizi. Kwa hiyo ndio maana ya kulipia shilingi 15,000. Na haya matangazo mara nyingi huwa tunafanya kwa muda wa siku 60.
ukiingia kwenye mfumo wetu unakutana na tangazo. Kila mwezi tarehe 15 huwa tunaingiza matangazo kwa alama zote ambazo tumezipokea kwa mwezi huo. Kwa hiyo baada ya hapo siku 60 zikipita, huyu mteja atakuwa na sifa, iwapo tutakuwa na pingamizi, mteja huyo atakuwa na sifa ya kulipia shilingi 65,000 kwa ajili ya kupata cheti. Kuna wakati huwa kunakuwa na kipingamizi sana, inatokea sana. Endapo mtu ataona inafanana na ya kwake. Ni wengi wamesajili tayari. Kwa hiyo kwa sababu hiyo hao ambao wamesajili mara kwa mara, kila mwezi tunapotoa matangazo yetu na huwa wanapitia kuangalia kwamba msajili ameitangaza hii anakusudia kuingiza katika registry. Sasa naona inafanana na ya kwangu, kwa ataleta pingamizi. Lakini pia hapo Nasoro, kumekuwa na malalamiko nje katika jamii huko kwamba kama sisi alama yetu ni hii hapa Alasiri Lounge na maneno ni hayo. Sasa ikitokea kuna bunifu ambazo zimesajiliwa ambazo zina neno lounge, inaweza mimi ya kwangu ikakataliwa kwa sababu tu ya neno hilo. Hii imekaje? Nimeelewa swali lako vizuri. Na natumai baada ya mazungumzo utakuwa umeelewa zaidi na unaweza ukawa ni balozi kabisa. Kuna maneno kisheria hauwezi kuwa na umiliki nayo peke yako. Sawa. Kwa mfano, Mr. Mponda hapa ameamua kufanya biashara ya maji. Anatengeneza brandi yake. Alama yake ya biashara anaita Mponda Pure Drinking Water. Sawa. Kisheria Pure Drinking Water hawezi kumiliki Mponda peke yake. Yote ni ya kwake. Lakini inawezekana Mponda kwenye biashara hii ya maji akawa peke yake. Kwa hiyo katika mazingira hayo ni ngumu kukuambia kwamba Pure Drinking Water inaweza ikawa ya kwako exclusively. Hapana, sheria haisemi hivyo. Na ndio maana utakubaliana na mimi kwamba kuna maji ya aina tofauti huko. Lakini mwisho wa lile jina kuna neno Pure Drinking Water and stuff. Nafikiri umenielewa. Nimekuelewa. Naam. Japo bado hapo kuna question marks ndani yake. Karibu. Maana yake kama neno hilo kisheria halimilikiwi na mmoja, basi neno hilo litakukatalia wewe kusajili bunifu yako. Hapana, hatufanyi hivyo. Na ndio maana umenijibu hapa kwamba umekutana na hizo bidhaa, kwamba kuna neno la kwanza alafu kuna yale mengine ambayo karibia bidhaa zote za namna hiyo zinatumia. Kwa hiyo tunachokifanya kama ofisi ya msajili, tutaipokea kwa sharti kwamba katika maombi haya pamoja na kuyasajili, lakini hauna haki ya kipekee kutumia maneno haya. Naso, kwa kumalizia, mwambie Mtanzania ni upo ujumbe wenu hii leo BRELA chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kuhusu miliki bunifu? Nina ujumbe wa aina mbili. Wa kwanza ni kuhusiana na siku ya miliki bunifu duniani. Tunasema miliki ubunifu na muziki, sikia mdundo wa miliki bunifu. Huo ni wa kwanza. Lakini ujumbe wa pili napenda kusisitiza, nilitangulia kusema awali kwamba miliki bunifu ni sehemu ya maisha. Hakuna namna hivi vitu vinaweza visikutane. Haiwezekani ukaamka asubuhi mpaka muda kurudi kulala haujakutana na kitu kinachohusiana na miliki bunifu. Kabisa. Utanunua bidhaa yenye jina ambalo ni alama. Sawa. Utapata huduma ambayo imelindwa kwa alama hiyo pia. Kwa sababu hiyo basi napenda kuieleza jamii hili liendelee kueleweka kwamba utaratibu wa usajili sio mgumu, lakini dunia inapoelekea tunahitaji sana wazalishaji kuliko wanaonunua na kuuza. Na sehemu kubwa sana ya waliofanikiwa ni wale ambao wanauza wanapovizalisha wenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni rai, ni vema tukazingatia maeneo hayo. Wabunifu wasijifiche, wasibaki nyumbani na bunifu zao. Waje, tutawapokea, tutawasikiliza na tutatatua changamoto zao. Nao watatatua changamoto ambazo zipo katika jamii. Shukran sana. Ni msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka Kurugenzi ya Miliki Bunifu ya Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni hapa nchini BRELA, Nasoro Mtavu. Tumezungumza mengi kuhusiana na siku hii ya miliki bunifu ambayo imeadhimishwa hapa hii leo. Ujumbe wa mwisho
ubebe una manufaa makubwa. Usibaki na bunifu yako, isajili kwa sababu inakusaidia wewe, lakini pia inatatua changamoto zilizopo katika jamii zetu. Karibu kwa mara nyingine. Nashukuru sana. Siku nyingine uje sasa tuzungumzie copyright. Copyright sio eneo letu. Sio eneo lenu? Yes. Usajili wa taasisi, makampuni pengine eneo letu, lakini kuna ya kibiashara. Ndio.